Mola anasema subhanahu wa ta'ala, na aya hii ndiyo aya inayoanza kueleza waziwazi juu ya wanawake ambao Mwenyezi Mungu amewakataza wasiolewe. Wale wanawake ambao ni haramu yake mtu akitaka kuoa akatafute wengine, sio hawa. Mola anasema subhanahu wa ta'ala wala tankihu ma nakaha abaukum minan nisai illa ma qad salaf, wala msiwaoe, wala tankihu, wala msiwaoe ma nakaha abaukum, wanawake ambao waliolewa na wazee wenu. Wanawake walioolewa na baba zenu msiwaoe na nyinyi. Minan nisai, miongoni mwa wanawake, illa ma qad salaf, isipokuwa yale makosa yaliyokwisha pita. Salaf ay mada, yale yaliyopita fi zaman aljahiliyati qabla alislam, ule muda uliopita kabla ya kuletwa Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Innahu, hakika ya hili jambo, kumuoa mwanamke alowahi kuolewa na baba yako. Innahu, hakika ya jambo kama hilo, kana fahishatan, limekuwa ni jambo chafu, wa maqtan, na ni chukizo kubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, wa saa sabila, na ni njia mbaya sana. Kitendo cha mtu kumuoa mwanamke aliyewahi kuolewa na baba yake kina sifa tatu za ubaya. Sifa ya kwanza ni maktan, ni uovu, ni chukizo, anachukia Mola subhanahu wa ta'ala. Wa fahisha, na ni jambo chafu. Wa saa sabila, na ni njia mbaya sana hiyo binadamu kuifuata. Ai, maana yake shadidul qubhi, ni ubaya mkubwa sana. Maktan ay mamkutan mabghudan inda Allah, ni jambo mamkutan, lenye kuchukiwa, mabghudan, na lenye kukasirikiwa, inda dhawi tibai salima, kwa watu wenye tabia njema, tabia nzuri. Jambo hili wacha mbali Mwenyezi Mungu, watu wema hawalipendi jambo hili. Walihadha, na kwa sababu hii, kanu yusammunahu nikahal maqti, watu wa zamani walikuwa wanaita ndoa ya laana, ndoa ya chukizo, kwa kitendo cha mtu kumuoa aliyekuwa mke wa baba yake. Huyo mwanamke wa kwanza hafai kuolewa, aliyewahi kuolewa na baba yako. Kisha Mola anasema hurrimat alaikum ummahatukum, wameharamishwa juu yenu mama zenu wazazi. Ummahatukum, mama walokuzaeni. Wa banatukum, na mabinti zenu. Yani mwanamke wa kwanza ni yule ambaye aliwahi kuolewa na baba yako, hakukuzaa lakini baba yake walikuwa ni mkewe huyo. Lakini mwanamke wa pili ni ummahatukum, ni mama zenu walokuzaeni. Mwanamke wa tatu wa banatukum, na mabinti zenu mliowazaa nyinyi. Wa akhawatukum, na dada zenu. Akhawatukum, na dada zenu mliozaliwa nao. Wa ammatukum, na shangazi zenu, kwa maana ya dada wa baba zenu. Wa halatukum, na mahalo, sio mama wadogo, mama wakubwa. Halatukum ni ndugu wa mama zenu, dada wa mama yako au mdogo wake na mama yako anaitwa hala, yule naye hafai wewe kumuoa.
ammatukum wa khalatukum wa banatul akh wa banatul ukhti, na mabinti wa ndugu wa kiume, wa banatul ukhti, na mabinti wa ndugu wa kike. Unaye mdogo wako mmezaliwa wa kiume, baba mmoja mama mmoja na wewe, au baba mmoja mama tofauti na wewe, au mama mmoja baba tofauti na wewe, mahma kana, itakavyokuwa, huyo binti yake ni haramu yako. Yani binti anayekuita wewe baba yake mdogo, yule mtoto anakuita binti baba yake mdogo au baba yake mkubwa, kwa vyovyote ulivyoungana na baba yake ni haramu yako. Ndio tukaambiwa banatul akhi, na mabinti wa ndugu wa kiume, yani makaka, wa banatul ukhti, na mabinti wa dada, ambao wewe sasa wanakuitaje? Wanakuita mjomba, mjomba wao, huruhusiwi kwenda kuwaoa. Wa ummahatukum allati arda'nakum, na mama zenu ambao wamekunyonyosheni, mama wa kunyonya, hawakukuzaeni lakini mlipozaliwa mkanyonya maziwa yao. Ummahatukum allati arda'nakum, mama zenu walio kunyonyesheni. Taban, nyie mnajua mara nyingi imetokea mama amepata mtoto, amezaa, kisha yeye akapata maradhi, sasa hawezi kunyonyesha, sio? Mtoto anataka kunyonyeshwa, akapatikana mama mwingine ambaye ana mtoto mchanga anamnyonyesha. Huyo anomnyonyesha mwanawe akakuchukua na wewe ambaye mama yako kapata maradhi, kwa hivyo akanyonyesha mwanawe akakunyonyesha na wewe. Au Mungu ndo mwenye kupanga mambo, yawezekana mama yako kakuzaa akafariki kwa uzazi, na kuna wanawake hufariki kwenye uzazi. Mwenyezi Mungu awasaidie mama zetu. Najifungua ndio mwisho wa maisha yake hapo. Sasa inabidi, kuna mwanamke ananyonyesha, anachukua nafasi ya mama yako mzazi kukunyonyesha. Yule haramu kumuoa ni mama yako aliyekunyonyesha, ni haramu kama mama yako mzazi kumuoa. Taib, wa akhawatukum min ar-radha'a, na madada zenu wa kunyonya. Wa akhawatukum min ar-radha'a, na dada zenu wa kunyonya. Kama ilivyokuwa haramu kumuoa mama aliyekunyonyesha, si akukuzaa lakini kakunyonyesha. Huyu mama kama ana watoto wake wa kike aliowazaa, weka kunyonyesha, hakukuzaa, yeye ni haramu yako. Na hawa mabinti zake aliowazaa yeye, na wao haramu yako, ni dada zako wa kunyonya, wanaitwa wa akhawatukum min ar-radha'ati, na madada zenu wa kunyonya. Wa ummahatukum wa ummahatu nisaikum, huyu ndio mbaya zaidi, usimuoe huyu. Ni mama mkwe wako aliyekuzalia mkeo. Wa ummahatu nisaikum, na mamama wa wake zenu. Mkeo ana mama yake mzazi, basi usitoke kwa mtoto ukaza na kwa mama yake, unaharibu sana. La, ishia kwa mwanawe, yule mama yake atachukuliwa na wengine. Ummahatu nisaikum. Wa rabaibukum, na kambu zenu. Rabaibu ni jamu ya neno rabiba, kambu zenu. Allati, kambu zenu ambazo fi hujurikum, zimo kwenye malezi yenu, kambu zenu ambazo zipo kwenye uchungaji wenu. Min nisaikum, zinazotokana na wake zenu. Allati dakhaltum bihinna, wake zenu ambao tayari mmeshawaingilia. Fa in lam takunu dakhaltum bihinna, ikiwa kama wale wake zenu hamjawaingilia, fala junaha alaikum, hakuna kosa juu yenu kwenda kuwaoa wale kambu. Na nielewa Kiswahili, rabiba ni binti wa mkeo ambaye ulipomuoa huyo mke alikuja na mwanawe huko wa kike, sawa? Na mkaachwa kule mwanamke, au waliyadhu billahi alifanya uzinifu akapata mtoto kule, au aliolewa akazaa akaachika, na we baada ya kuisha eda ukaona anakufaa yule, sio?
Sasa unapomuoa, si anakuja na watoto wake? Ingawa wale watoto wake sio wajibu wako wewe kuwalea, wajibu wako ni huyu mke unayemuoa. Wale watoto watalelewa na wazee wao. Tuelewane vizuri hapa. Mke umemuoa, amekuja na watoto wa kike, sawa? Wale watoto wa kike wa mkeo ni haramu zako, wale usiwaoe, wale ni haramu, watoto wako wale. Lakini kwa sharti gani? Kwa sharti ya kwamba wale watoto uwe tayari umekutana kwa mazungumzo na mama yao. Narudia hiyo ibara, umemuoa mwanamke kaja na mabinti, kisha wewe na huyo mkeo mpya mmeshakutana kwa tendo la ndoa, wale binti zake wale ni haramu yako wewe, usiende kuwaoa. Allah anasema in lam takunu dakhaltum bihinna, ikiwa kama mama zao hamjawaingilia, la junaha alaikum, hakuna kosa juu yenu. Umemuoa mwanamke ana mabinti zake, wewe na huyo mwanamke hamjakutana kwa tendo la ndoa, na wale binti zake bado hawajawa haramu yako. Uharamu kati yako na wale binti zake kufanyike baina yako na huyu mama yao, tendo la ndoa. Tunafahamiana? Yaqulu al-Mawla tabaraka wa ta'ala, wa rabaibukum allati fi hujurikum, na watoto wenu wa kambo ambao wamo ndani ya uchungaji wenu. Kama atakuolewa na wewe, wale mabinti zake akawaacha huko, sasa kuna maneno tena? Si yamekwisha? Maneno hamna, kwa sababu kawaacha huko kwa wazee wao, kwa baba zao, au sivyo? Lakini umemuoa kaja nao hapa kwako, na wewe umekuwa ni mtu wa kheri, una hisani, una mapenzi naye mazuri. Ni mapenzi yale, nimemuoa mwanamke, mabinti wake nikae nao, ni mapenzi mazuri sana. Na mapenzi kati ya mke na mume haweki mwanadamu. Mwanadamu huyachunga tu, huweki wewe mahaba kati yako na mkeo. Ni amrun tabii, wa bididdi tabii tatamayazu al-ashya, ni jambo kaweka Mola mwenyewe subhanahu wa ta'ala, sawa? Utaona ajabu. Umemoa mwanamke, mmelelewa, mmezaliwa na wazazi tofauti, yule mkeo, au sio? Mmelelewa malezi tofauti, mmekuja kutana ukubwani, kila mtu ana malezi yake. Lakini akiwa pale mbele yako anapita akajikwaa, akaanguka mweleka mkubwa sana, wewe mmewe unajisikiaje? Unaumia sana. Kuna wakati unahisi kama umeanguka wewe. Ametoka zabani ya huko, amekuja kuvamia nyumbani kwenu, alafu kafika kamtia kisu mkeo cha shingo. Wewe mume unajisikiaje? Si unaona bora ningetiwa mimi kile kisu? Na utapambana vita vikubwa kwa sababu ya jambo lile. Umeumia wapi? Alopigwa kisu ni mkeo, wewe mbona unaumia? Kuna kitu kakiweka Mola subhanahu wa ta'ala. Mtaweza msome sura namba 30, sura ya 30 aya ya 21, 30 utasoma Qur'an. Inaitwa Suratul Rum. Inaitwaje? Suratul Rum. Mola anasema wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Mwenyezi Mungu anasema miongoni mwa alama zake Mungu za uwezo wake, miongoni mwa dalili za uwezo wa Allah, an khalaqa lakum min anfusikum azwaja, ni kile kitendo alichokifanya cha kukuumbieni wake, akawaumba kutokana na nyinyi wenyewe, akakuumbieni wake. Kama mnavyojua, mwanamke malighafi ya kuumbwa kwake ni mwanamume. Mwanamke kaumbwa kutokana na nani? Na mwanamume, ndo kaumbwa mwanamke. Na ni ubavu ndo malighafi ya kuumbwa mwanamke. Sasa baada ya kujalia Mungu mkaoana, sio? Anasema wajaala bainakum mawaddatan wa rahma. Jaala, aljailu huwa Allah, muwekaji ni Mungu mwenyewe. Anasema ameweka baina yenu, yani bainakum wa baina azwajikum, kati yenu na wake zenu, ameweka mawadda wa rahma. Kaweka mawadda, mapenzi. Alwuddu nihayatul mahabba. Mapenzi yana majina mengi,
Yana majina mengi mapenzi, sio? Mapenzi yanaitwa khillatun na mpenzi huitwa khalilu, sio? Mapenzi yanaitwa uddu na mpenzi huitwa wadudu. Innal ladhina amanu wa amilu salihati sayaj'alu lahumur rahmanu udda, waliomuamini Mungu, Mungu anawawekea mapenzi, sio? Wanakuwa wanapendana. Utaona waumini wanapendana. Haya, mapenzi uddu, mapenzi huitwa mawadda, sio? Haya, mapenzi huitwa hubbu. Mapenzi yanaitwaje? Hubbu. Na yule mpenzi huitwa habibu akiwa mwanamme, mwanamke habiba, ni mpenzi. Unanielewa? Unakwenda mpaka daraja zingine, rafiku. Rafiki pia ni mpenzi. Rafiku sema rafiki, hasa wakiwa wengi rufuka au rufakau. Halafu kuna mtu huitwa sahib, sio? Sahibu, hata sahibi, huyu rafiki yangu, sawa? Suhba. Halafu mapenzi kadhalika huitwa nini? Zamili, huyu rafiki yangu. Daraja zote hizo, ukija kwa mke na mume, mapenzi baina yao wakishaoana, mapenzi yao na huruma kati yao ni zao linatoka kwa Mwenyezi Mungu mwenyewe Subhanahu wa Ta'ala. Na kama unataka kujua namna ambavyo mwanamume anaweza kumhurumia mkewe, hebu nenda umkute mume na mke wamekaa, alafu mtie kibao mkewe, utajua kama mume anajisikiaje mke akipata tabu. Weka mpige kibao mkewe tu, utajua siku hiyo ana afya au hana. Na wanamume wana tabia mbaya, hapendi aonekane duni mbele ya mkewe, na hutokea wengine wakapigwa, anajitutumua kwa sababu mkewe amuone hodari, ukatandikwa. Lakini hata ikiwa hivyo, atapigana mpaka mwisho wa nguvu yake, kwa sababu ya kumtetea nani? Kumtetea mke wake. Tumefahamu? Kwa hiyo mwanamke mwingine aloharamishwa na Mungu, rabaibukum, kambo zenu, wanawake wa kambo, watoto wa kambo waliokuja na mama zao mliowaoa. Allati fi hujurikum, wanawake ambao wapo kwenye ulezi wenu. Min nisaikum, wanaotokana na wake zenu. Wake gani ambao watoto wao hamruhusiwi nyie kuwaoa? Allati dakhaltum bihinna, ni wale wanawake watoto wa kambo ambao mama zao tayari mmekwisha kutana nao, mmekwisha waingilia. Fa in lam takunu dakhaltum bihinna, ikiwa kama bado hamjawaingilia, hamjakutana nao wale mama zao, fala junaha alaikum, hakuna dhambi juu yenu na wale watoto kuwaoa. Kifupi cha maneno, mwanamke ukimwoa akaja na watoto wake wa kike, ikiwa yeye yule mama umeshakutana naye kwa tendo la ndoa, ndio wale binti zake wanaharamika, wanakuwa haramu zako. Ikiwa huyu mama hujakutana naye kimwili, la, wale watoto bado halali yako, unaweza kumchagua mwingine ukamwoa. Mnanifahamu? Mwanamke mwingine haram kumwoa. Wa halailu abnaikum, huyu naye hatari, usimwoe huyu. Halailu abnaikum ni wake wa watoto wenu wa kiume. Watoto wenu wa kiume wameoa, sio? Wale wake zao watoto wenu wa kiume ambao nyinyi wanakuiteni baba mkwe, sio? Wale haramu yenu na nyie. Usikutane njia moja na mwanao kaenda oa na wewe unapita nyuma. Sasa mbona njia ziko nyingi, unachagua hii umwachie mwanao? Unanielewa hivyo? Wa halailu abnaikum alladhina min aslabikum, na wake wa watoto wenu wa kiume ambao wanatoka migongoni kwenu, watoto wenu wa kiume mliowazaa. Wa an tajma'u baina al-ukhtaini, mwanamke mwingine haramu na kukusanya baina ya madada wawili. Naam, an tajma'u baina al-ukhtaini, na kukusanya baina ya madada wawili. Ukamwoa binti, baada ya muda ukaona hawa mbona mbegu yao nzuri, ukarudi kule kule ukaona dada yake mbegu nzuri vipi. Ukishamwoa binti, dada yake achana naye. Haramu, hurmatu muakkata, yani uharamu wa muda, sio uharamu wa milele. Ukimwoa mwanamke wakati unaishi naye, usende kumwoa na ndugu yake.
dada yake, mdogo wake, usimuoe yule. Siku ikitokea huyu ulomuoa ukamwacha, bahati mbaya umemwacha, ingawa mimi sipendi sana jambo la watu walioana kuachana, na sio mimi tu, hapendi hata Mwenyezi Mungu, ingawa karuhusu. Mnanielewa ninavyosema? Zindukeni wasomaji, siku watu wanapooana, siku ya ndoa, sio njooni siku ya ndoa. Ile siku ya ndoa anafurahi yule mume aliyeoa, au si hivyo? Mume siku hiyo ana raha sana, na yule mke aliyeolewa naye anafurahi. Hata ukimwona anaulizwa analialia kidogo, wengine huwa analia muda wa kuulizwa, anauzwa. Kile kilio ni furaha, kile kilio amefurahi. Mbona anaanza leo? Kuanzia wiki iliyopita anapelekwa saluni, anapambwa, mbona hakulia? Na alijua kama anapelekwa saluni kwa sababu niolewe, sio? Hajalia huko nyuma, madhali analia sasa hivi amefurahi. Wazazi wa pande zote mbili, wazazi wa mke na wa mume, nao wanafurahi sana siku hiyo. Wazazi wa mume wanaona raha mtoto wao ameoa, sio? Na wazazi wa kike wanafurahi zaidi, wameondoa nyumbani kwao biashara ambayo haichelewi kuoza. Mtoto wa kike ni biashara kama biashara ya nyanya. Ukiwa na nyanya umenunua, mara moja uza, na ukiona jua linazama punguza bei. Usipopunguza bei, kesho utazitupa, sio? Hakuna mtu ataka nyanya mbovu, utabidi zitupwe. Na mtoto wa kike nyumbani kwako ni hivyo. Omba dua kila siku ampate mume wa kheri, ende zake. Maana kuna tatizo hapa, wewe huwezi kumuoa, au sio? Au unaweza ukajaribu, mwanangu, kwa kuwa haolei bwana, una shida gani? Mimi baba yake sinipo. Utageuka majununi. Wewe huwezi kumuoa, kaka zake hapa nyumbani hawawezi kumuoa. Sasa atafanyaje? Omba dua aje mtu wa kheri, upesi achukuliwe, muombee na Mungu umsaidie aende huko kwenye nyumba yake. Unanielewa? Aende kwake. Sasa akishaolewa hapa binti, usiende ukamchukua na dada yake. Haramu kukusanya madada wawili kwa wakati mmoja. Lakini kama utaishi naye ikatokea mambo ya kuachana, nimesema siyapendi sana, na sio mimi. Anayeoa anafurahi, anayeolewa anafurahi, wazazi wawili wote wa pande mbili wale wanafurahi, ndugu, marafiki na jamaa wema. Ndugu, marafiki na jamaa wema, tuelewane hapa, sio wote. Ndugu, marafiki na jamaa wema wa pande zote mbili, na wao siku ya ndoa wanafurahi. Kubwa kuliko yote, siku inafanywa ndoa, anafurahi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na Mungu anafurahi siku ya ndoa. Anayekasirika siku ya ndoa ni mmoja tu, Shetani. Ibilisi anachukia sana watu wakioana, kwa sababu chama chake kimepungua watu. Chama cha Uzab, wasiokuwa na wake, kinapungua idadi. Anachukia Ibilisi, na ndio maana baada ya ndoa anaingia kazini Ibilisi kufanya mipango mpaka ndoa ife. Nanielewa? Sasa ikifika siku ya kuachana, siku ya kuachana anachukia yule mume anomwacha mkewe. Mume anayeachana na mke wake hana raha, hana raha kabisa, na nyie mashahidi nyote hapa. Na ndio maana humuoni huyu mume akaita maulidi kidogo, akaweka na mbuzi kidogo na karamu. Ulimuona mume anaanzisha maulidi na karamu ya mbuzi kwa kuwa anampa talaka mkewe leo? Uliona jambo hili? Mbona siku ya ndoa tuliona kaleta chakula na watu kuja kufurahi? Kwa sababu siku ya kuacha hana raha yule mume. Na mke anayeachwa pia hana furaha. Asikubabaishe na yale maneno yake mabaya. We niache tu, kwanza ulikuwa sio type yangu. Ana maneno, we hukuwa type yangu, ulikuwa kama riziki tu. We mwanamume gani bwana? We katika wanamume na we unahesabiwa na we umo. We si mtu wa ziada. Ana maneno, yale maneno yote maana yake hakufurahi, kachukia. Sio kama furaha ile. Na ndo maana nyinyi yote mnajua, mmewahi kumuona mwanamke siku ya kupewa talaka, anajua hasa leo napewa talaka yangu, akaelekea saluni,
akenda akaweka nywele vizuri, akatia piko na hina na wanja, kwa kuwa ndapewa talaka. Mmeshaona hayo? Mbona siku ya ndoa alifanya? Siku ya ndoa amerembwa sana, au sio? Ni kuashiria na yule mwanamke pia hafurahi siku ya kuachwa. Wazazi wa pande zote mbili nao hawafurahi. Wazazi kabisa hawaoni raha kwamba binti yetu leo anaachwa, au sio? Hakuna mzazi mwema wa namna hiyo. Na wazazi wa mume pia hawafurahi, na ndugu, marafiki na jamaa wema wa pande mbili nao hawafurahi, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hafurahi. Amesema Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, abghadhul halali inda Allahi talaqu, halali inochukiwa kwa Mwenyezi Mungu zaidi ni halali, lakini halali hiyo Mungu anaikasirikia sana, ni talaka. Ukiacha na Mungu hafurahi. Siku ya talaka anafurahi mmoja tu, Shetani. Yule aliyochukia siku ya ndoa, siku ya talaka ndo zamu yake ya furaha. Na nifahamu hivi. Kwa hiyo madada wawili haramu kwa kusanya sehemu moja, illa ma kad salaf, isipokuwa yale yaliyofanyika yamepita kabla majii al-Islam, yani fi zaman al-jahiliya, uko nyuma itakuwa hamna dhambi yaliyopita. Inna Allaha kana ghafuran rahima, hakika Mwenyezi Mungu mtukufu hajaacha kuwa Mwenyezi Mungu ghafura, ni msamehevu sana, rahima, na ni mpole. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni msamehevu na ana huruma. Tunafahamu? Tunaelewana? Anasema Sheikh, hurrimat alaykum ummahatukum. Ummahatukum almuradu bil ummi ma yashmulu aljaddati wa insafalat. Ukisikia ni haramu kumuoa mama yako, usiishie kwa mama yako tu, na mama yake mama yako naye mama yako, yani bibi. Mnanielewa ninavyosema? Kama ilivyo haramu kumuoa mama yako na mama wa mama yako ambaye wewe unamwita bibi, naye haramu. Naye haramu kwa sababu mama yako ni mama na bibi mza mama naye pia mama. Sasa hata wakafika huko juu, yule ni haramu, usiende ukamfuata. Wengine wana utani kidogo, anamwita bibi mke wangu, mke wangu. Sasa ishie utani tu, yasiende kwenye hakika, yaishie tu mke sawa, lakini yule ni mama yako. Na nifahamu hawachelewi watu kubadilisha utani kuwa kweli. Hadhi hurmatun linikahi al-usuli, huu ni uharamu wa ndoa zile za usuli, yani wale wazee wako huko juu, mama, bibi, mwanamke alomzaa bibi, na walivyopangana huko mpaka walikuanzia, wote haramu yako hao. Wabanatukum, na ni haramu kuoa binti zako. Al-Imamu al-Maraghi anasema rahimahullah, almuradu bihinna, makusudio ya mabinti zako ni nani? Ma yashmulu banatu aslabina au banati auladina mimman kunna sababan fi wiladatihinna wa usulan lahunna. Imamu al-Maraghi ametuambia makusudio ya binti yako ndo nani haram kumwoa? Ni binti ulomzaa ametoka mgongoni kwako, sio? Ni binti yako ulomzaa mwenyewe, halafu na mwanawe ambaye wewe anakuita babu. Binti yako akizaa mwanawe anakuitaje? Anakuita babu, na huyo anakuita babu naye haramu. Halafu na yule alokuita babu naye akizaa mwanamke naye haramu, kwa sababu wote hao ni wabinti zako. Na nifahamu hadhihi hurmatun linikahi alfuru', hii ni uharamu wa ndoa za wale wa chini. Halafu furuu ni wale uliowazaa wewe, wale ni matawi yako wale, sio? Mashina ni wazazi na matawi yako wewe ni wale watoto uliowazaa wewe, alfuruu. Halafu kuna nikahul hawashi ni wale watu wa kando, wanakuhusu lakini wako pembeni ya mti, sio? Madada, ammi, makaka pembeni, wale ni hawashi. Na nifahamu sasa ndoa ya kuoa mashina kwa maana ya mama, bibi, mama, mzaa bibi kwenda huko,
hii ni ndoa imeharamishwa kuoa usuli wako. Furui ni kuoa binti yako uliomzaa na kumwoa mtoto wa binti yako wewe uliomzaa, binti wa binti yako, na uko chini binti wa binti yako akizaa, wa insafalat, hata wakafika chini sana huko, wale ni haramu kwa sababu ni furui. Unanielewa hivyo? Naam. Wa ammatukum, alafu na mashangazi. Ammatu ni wingi wa neno ammatun. Huyu ni ndugu yake baba yako, ni ndugu yako baba, ndugu wa baba yako wa mwanamke. Dada wa baba yako anaitwa amma. Kiswahili anaitwa nani? Shangazi. Kule Zanzibar huitwa chachi, sio? Shangazi ndiyo dada wa baba yako wewe. Sawa sawa, ikiwa huyo dada ni mdogo wa baba yako au ikiwa ni mkubwa wa baba yako, muda wa kuwa ni ndugu wa baba yako ni haramu, kwa sababu hao ndio watu wa pembeni yako, au sio? Ni haramu yako. Tayeb, ndio kwa maana kwamba alafu na yule mwingine naye huwezi kumwoa kwa sababu kuwakusanya. Ndio ina maana katika huyu yule mwoa kwanza ukimwacha, ina maana unaweza kumwoa huyo mwingine. Sahihi, bila ya shaka. Uwe nazo tu akili, uwe nazo akili. Wasomi wanasema al-aqlu wi'aul ilmi, akili ndiyo mkoba wa kubeba elimu. Unanielewa? Akili ni mkoba wa kubebea elimu. Akili zikiwa hamna, elimu haina pa kukaa. Ikiwa akili mtu hana, elimu haina sehemu ya kukaa. Na ndiyo maana umewahi kumuona wewe na wengine wasomaji mwenda wazimu kabisa yuko shule anasoma? Yani kuna mwenda wazimu kichaa yuko madrasa anasoma naye Qur'ani, umemkuta hata siku moja? Umewahi kumuona? Nataka unijibu wewe ulioniuliza, umewahi kumuona mwenda wazimu madrasa? Unajua kwa nini haendi? Kwa sababu hana mkoba wa kubebea elimu. We ulikwenda madrasa, ulikwenda shule, na hapa sasa hivi upo kwa sababu una begi la kubebea elimu, nalo ni akili. Unanifahamu? Sasa ukimwacha mkeo, una ruhusa ya kwenda kumuoa dada yake. Hata wewe baba mmoja mama mmoja, ruhusa hiyo unayo, kwa sababu alichokataza Mwenyezi Mungu hapa, antajma'u bainal ukhtaini, ni kukusanya madada wawili kwa wakati mmoja. Ukimwacha mmoja uliye naye, halali wewe kwenda kumuoa mdogo wake au dada yake ukakaa naye, lakini nimesema uwe nazo nini? Akili. Akili zisipokuwepo, unaweza ukaanzisha burudani ya kuoa, ukampata huyo dada mtu au mdogo mtu, kisha ukaanzisha tatizo kubwa la kuvunja undugu. Uwe makini kidogo, unaweza ukajikuta unaua undugu wao. Ukishamwacha mkeo halafu akakuona dada mtu ndo unashughulika umlete hapa kwake, kwa tabia za wanawake, hapa wanaungana na mapenzi au wanagombana? Wasomaji mnanielewa ninavyosema? Mkeo ukimwacha, Mungu atulindie ndoa zetu, halafu ukasema namtaka dada yake, sheria inaruhusu. Mungu hana ugomvi kwenye jambo hilo kabisa. Ukenda kumchukua dada mtu, ilivyo kawaida ni vipi? Ni kwamba huyu uliyemwacha kisha unamleta dada yake, huyu anafurahi anachukia? Anaweza kuchukiana na dada yake mpaka undugu ukafa. Na katika mambo ya haramu makubwa aloyaeleza Mola ni kuvunja undugu, inaitwa katu'ur rahmi, kuvunja undugu. Hili jambo la haramu kubwa sana. Anasema Mola kwenye hadithi al-Qudsi al-Jalil, anasema ya ayuha nasu innama ana arrahmanu khalaqtu rahima wa shaqaqtu lahu isman min ismi faman wasalahu wasaltuhu wa man qata'ahu qata'tuhu
Haya ni maneno ya Mola Subhanahu wa Ta'ala. Anasema nyinyi watu, mimi naitwa Rahman, ana Rahmanu. Mungu anasema mimi ni Rahmanu, naitwa Rahmanu, mwingi wa rehma. Khalaqtu rahima, nimeumba undugu. Rahimu ni undugu, mimi nimetengeneza. Jamanini, undugu hakutengeneza mtu. Undugu kwenye koo zenu katengeneza mwenyewe Mola. Jamani, mnanielewa? Wewe hukuchagua nani awe ndugu yangu, nani awe mdogo wangu, nani awe dada yangu. Haikuwa kazi yako, wala hujawahi kuchagua. Umejikuta tu unao watu wanakuita wewe mdogo wao, wanakuita kaka yao, wanakuita wewe ndugu, au sivyo? Kama ambavyo hukuchagua wazazi. Kuna mtu alichagua wazazi hapa? Alichagua mimi nataka mzazi wangu. Na ulichagua saa ngapi? Ulikuwa haupo. Yaani tukisema ulichagua, utuambie umechagua muda gani, maana ukuwepo. Na pengine baba na mama yako walipokuzaa wala hakukutaka, walikuwa wanaburudika tu, wewe kwenda kimbelembele ukatoka. Wazazi walikuwa kwenye burudani zao, wanastarehe wazee, wala hawana haja nawe. Lakini na wewe ukaa jirani hapo ukajikuta wewe ushafika huku tayari, ushatoka kukutaka. Kama hayo yote kapanga nani? Kapanga Mola. Na ndio maana ni haramu kuwabughudhi wazazi. Asiwaudhi mtu wazee wake, kwa sababu wazazi wake sio chaguo lake, ni chaguo kawekewa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wazazi wako kakuchagulia nani? Usiwaudhi, usiwakosee heshima, usiwape unyonge. Usisababishe siku moja akaamka mama yako au baba yako amekaa ameshika shavu hivi kwa huzuni kubwa kwa jambo ulilofanya wewe. Usimshikishe shavu mzazi. Mzazi mfunue meno, afurahi muda wote, anacheka, anafurahi. Mpe mzazi haja zake kabla hajakuomba. Mtumikie mzazi kwenye shida zake kabla hajakutuma. Wewe alikuwa anakutumikia kabla hujamtuma, au sio? Baba yako alikufanyia mambo wewe wala hujasema, nakutakasha kufanyia. Au nyi watu hamjui? Una mwaka mmoja, miwili, mitatu, unashangaa tu sikukuu nguo ishakuja. Baba akashata nguo ya kuvaa wewe sikukuu, au sio? Ulimtuma, anakuletea. Na wewe ukiwa mkubwa, wahudumie wazazi wako kabla ya kuomba, ndo kufanyia kheri wazazi. Na ni lazima, kwa sababu hilo sio chaguo lako. Wazazi wako ni chaguo la Mola Subhanahu wa Ta'ala. Ukitoka kwa wazazi unakuja kwa ndugu. Kama ambavyo wazazi hukuchagua na ndugu hujachagua. Hukuwahi kuchagua ndugu kakuchagulia Mwenyezi Mungu, sio? Andasema mimi naitwa Rahmanu, khalaqtu rahima, nimeumba undugu mimi. Mungu asema mimi ndo nimeumba undugu. Washakaktu lahu isma min ismi, na ule undugu nikautolea jina kutoka kwenye jina langu. Undugu umepata jina kutoka kwenye jina la Mungu. Allah anaitwa Rahmanu, undugu unaitwa Rahimu, umetoka hapa kwenye Rahmanu. Sasa kwa kuwa undugu umepewa jina kutoka kwenye jina la Allah, anasema faman wasalahu wasaltuhu, atakaye uunganisha undugu akauimarisha undugu uwe imara, Mungu asema nami nitamuunga, takuwa naye nami nitaungana naye, nitamuunga. Sio wewe kukuunga mkono, unajua nini? Mwenyezi Mungu ni kukusaidia kwenye mambo yako yasiharibike, kwa sababu wewe umeunganisha undugu. Waman qata'ahu qata'tuhu, atakaye ukata undugu na mimi nitamkata. Hasa wewe kata undugu, wewe ni binadamu, lakini wewe utakatwa na Mwenyezi Mungu mwenyewe Subhanahu wa Ta'ala. Na nielewa. Sasa kwa kumaliza kukujibu bwana wangu ni kwamba unaruhusiwa ukimwacha mkeo, basi ukenda ukamuoa ndugu yake wa damu, baba mmoja mama mmoja, baba mmoja mama mbalimbali, mama mmoja baba mbalimbali, ukamuoa dada yake, lakini uwe nazo akili. Ujue usije ukaoa, subiri, usije ukaoa halafu ukavunja undugu. Ukivunja undugu ni sawa na umechoma msikiti, umeenda jenga kanisa. Yani umenunua nyumba, umevunja mji mzima. Sawa? Umenielewa? Naam. Na maana mwanzo usipoa na akili. Sasa kingine kia akili hapa kimeingia vipi?
bwana, inaingiaje hiyo akili? Nakusaidia, nakwambia kilipoingilia. Ukisoma Qur'ani vizuri, sehemu zaidi ya 61 Mwenyezi Mungu anasema akthara nasi la yaqilun, watu wengi hawana akili. Mola anasema msaafuni, watu wengi. Sisi unanielewa? Usidhani kila unayemuona mtu ana akili. Watu wengi hawana akili, ni maneno ya aliyewaumba. Mimi wakati niko darasani nasomeshwa aya hizi, nampata Mungu anasema watu wengi hawana akili. Nikawa naona ajabu sana, iweje yawe mtu hana akili? Mbona hali jalalani? Mbona sioni watu wanakwenda uchi? Zamani kipimo changu cha kwamba huyu ana akili kilikuwa ni kumuona kavaa vizuri. Akivaa vizuri, unaona ana akili huyu. Nikimuona ana nyumba nzuri, huyu jamaa ana akili huyu. Nikimuona ana mke mzuri, sababu hadi kampata huyu ana akili. Nilikosea sana kipindi hicho. Nguo nzuri mtu kuvaa sio kipimo kwamba ana akili. Anaweza mtaani kwenu akawepo mtu anavaa vizuri kuliko watu wote mtaani, hana akili hata hii. Ndio jinga la mwisho. Anaweza kuwepo mtaani kwenu mtu ndio mwenye nyumba nzuri, wote mnaona nyumba ile bwana ile, kumbe lilojenga halina akili kabisa. Kujenga nyumba sio alama ya akili. Au gari zuri, anapita pale na Prado na V8, anasema huyu jamaa ana akili, yuko sawa. Hayuko sawa, jinga lile. Unasikia? Vitu vya duniani, mavazi, makazi, unasikia? Magari sio alama ya akili, hivyo anamiliki mpaka vichaa. Akili ni kitu kingine, unatakiwa ujue akili ni nini. Unanifahamu bwana? Sasa nakueleza akili ziliingiaje hapa. Akili zipime, ziseme kweli mimi naenda kumuoa dada mtu, nimemwacha mdogo mtu, au sio? Utakuwepo usalama kati yao. Mwanzo poingilia akili hapa. Wewe bwana, umeona akili zinapoingilia? Nimemwacha mke wangu huyu kwa kuwa Mungu karuhusu nikamuoe dada yake. Sasa nakwenda kumchukua dada yake. Je, hawa watakuwa salama? Undugu wao utakuwa imara? Watagombana? Utakufa? Upime hayo. Usibebwe na ile hamu ya kuoa dada mtu na huku umejua kama nikishamuoa tu hawa undugu wao unakufa, sio? Bora ukachague kwengine, bana wanawake si wako chungu mzima. Uache undugu wa watu ukiwa hai. Ukivunja undugu wa watu kwa sababu ya kuoa, hapa utakuwa akili zako umezitumia ovyo na pengine huna. Haya, mwisho wa jibu lako. Hairuhusiwi, la yajuzu li ahadin an yadda'iya annahu malikun li shay'in laysa ya'rifu. Marufuku mtu yoyote kudai kwamba anacho kitu na hicho anachosema anacho hakijui. Mmenielewa lugha hiyo? Huruhusiwi kusema mie nina kitu fulani na hicho kitu hukijui. Unatakiwa useme mimi nina kitu na hicho unasema unacho uwe unakijua. Mmenielewa sijui? Bado napaweka sawa, usiwe na wasiwasi. Hairuhusiwi mtu kudai ana jambo. Mimi nina jambo, lakini hilo unalodai unalo jambo hulijui. Tutaelewana tu. Kwa mfano, wewe bwana uko msikitini hapa tunasoma maneno ya Mungu, hayo sio? Bila shaka una imani au huna? Anasema ana imani. Najua na nyie mna imani. Usidai mimi nina imani wakati imani yenyewe ni kitu gani hujui. Unasema una imani na imani hujui, sasa una kitu gani? Ukiulizwa wewe una imani, ndio imani ni nini, ueleze imani ni jambo hili, ndio useme nina imani eti. Unasema una imani na hujui. Sio, mnanielewa sasa? Tunaelewana sasa? Na hama kwenye imani. Hapo maelezo ambayo umeyatoa kuhusu imani bado mimi sijakaa sawa. Una imani huna? Nijibu kwamba ninayo. Unayo imani ni nini? Bado sijakaa sawa. Yaani huijui. Unaona sasa? Ndio tumeelewana hivyo. Madhali imani ulionayo hujui ni nini, huruhusiwi kusema nina imani. Utakuwa muongo. Unasema una kitu na hukijui. Sasa umeshiba?
ili useme mimi nina imani. Kuna watu walikuja na hayo madai kwa Bwana Mtume Muhammad, wakaja wakasema sisi tuna imani. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Wamekuja mabedui kwa Bwana Mtume siku hiyo, wakamwambia Bwana Mtume, sisi tuna imani, tumeamini, sisi tuna imani. Mwenyezi Mungu akapinga, akamwambia Bwana Mtume, kul Muhammad, waambie hawa, lam tu'minu, nyie imani hamna, imani hamna, walakin qulu aslamna, semeni sisi tumesilimu. Na Uislamu na imani mambo mawili tofauti, si mnaelewa hivyo? Na nifahamu sijui. Sasa hayo yanaweza kuwa mpaka leo, akawepo mtu anadai mimi nina imani, mimi kumbe imani yenyewe hata kitu gani wala hajui. Sasa tumekaa vizuri, tunataka tuhamie kwenye akili sasa, mtanisamee. Sisi tuna akili hatuna? Ukisema nazo, lazima ukiulizwa akili ni nini ueleze, useme akili ni jambo hili. Ukiona hufahamu akili ni kitu gani, usiseme una akili. Sasa una akili zipi na huzijui? Ajabu kweli, unasema nina akili wala huzijui akili ni nini. Ukisema una akili, ukiulizwa hivi una akili, naam, akili ni nini, useme akili ni jambo hili, na maneno yako yawe ni maneno yanabarikiwa na Mungu mwenyewe. Maneno yako yana baraka za Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, yawe na baraka za ulama na hukama, waseme naam, anavyozieleza akili huyo ndio sahihi hivyo. Nauliza tena, tuna akili hatuna? Naam bwana. Haya, tusaidie darasani ndugu yangu, akili ni nini? Ila nakusihi usiwe kama mtu fulani sehemu fulani uko Mbeya. Nilikuwa nasomesha kama hivi, nilipouliza akili ni nini, akaniangalia akaanza kunijibu na vichekesho vikubwa. Ananiambia, shekhe, hujui akili? Yaani mpaka sasa hivi akili hujui? Akili kweli wewe mpaka leo hujui akili? Akili. Ananifanyia hivi, ananiambia, shekhe, ufahamu akili? Kwa mafuhumu ya huyo mtu, akili ni pesa kupata, au sio? Basi ndo ndivyo hivyo kweli, kupata pesa ndo akili. Pesa wanapata mpaka vichaa, au sio? Ukisema na akili, ujue akili ni kitu gani, na uwe unaweza kueleza. Hujui akili ni nini, ndo utuwepo darasani tuwatambiana hapa akili zitasomeshwa, sio? Ukisema tu una akili na huzijui, bwana mimi nina akili. Akili ni nini? Akili ni kuvaa nguo. Mimi sisendi ucheti. Takupeleka kwenye hodi ya vichaa Muhimbili. Kuna vichaa wote Muhimbili wote wamevaa, hakuna aliye uchi kule. Hivi sasa ukiingia Muhimbili hodi ya vichaa, kuna ambaye hana nguo? Vichaa wote wamevaa nguo, nao wana akili wale? Wanaambiwa wana maradhi ya akili wale, au sio? Mtu mmoja alikwenda kwenye hodi ya vichaa, ni kiongozi, akaenda ataka kuona hali zao. Alipofika akachukua chaki, top shura. Mnaijua chaki? Inaitwa top shura. Ile chaki akaenda ukutani, yule bwana akaenda akachora mlango wa kuchora na chaki. Akawageukia wale vichaa mule ndani, akawaambia, sikilizeni, kuanzia leo mko huru, mnaruhusiwa kutoka mkaenda zenu. Wale vichaa wote wakasimama, wakaelekea kwenye mlango wa kuchora, wakaanza kupigana vikumbo, wanataka mlango wa kuchora. Abebaki mmoja tu amekaa, anacheka kweli. Mmoja kabaki chini anacheka, hana mbavu yule kichaa. Akaulizwa, bwana vipi, mbona wewe hujaenda kule na unacheka? Asa mimi nawacheka wale wagonjwa kweli, wale wamengangania pale kufungua, wanakimbia mlangoni wanagombana, wakati ufungua pale nao mimi, ufunguo wenyewe pale niko nao mimi. Sasa wenyewe wanagombana bure kule. Yule akajua kumbe huyo ndo kichaa zaidi kushinda wale. Anasema ana ufunguo wa mlango wa kuchora. Tuweni na nidhamu na elimu ya dini yetu, na tuwe na hamu ya kuipata, sio? Na mtu awe mzito kidogo, akiulizwa unajua, awe mzito kusema najua, awe mwepesi kusema sijui, ili ajulishwe. Ukiwa mwepesi kusema najua, hutojulishwa. Unasikia? La adri nisful ilmi. Kusema sijui ndio nusu ya elimu. Ukisema unajua, wakiwepo wajuzi hawatokujulisha, kwa sababu wewe unajua.
na ndio madhara yaliyoingia zama hizi. Zama hizi tumefika mahala pabaya sana. Watu wengi dunia hii hawapendi kabisa kusema hawajui, sio? Kila mtu amekuwa anasema mimi mjuzi, najua, ndio kiama kimeshakaribia. Mwenyezi Mungu atuhifadhi sana.